ikiwa mali yako imekwisha fikia katika vigezo vya kutolea zaka, akina nani wanastahiki kupewa? Allah anasema innamas sadaqatu, hakika ya sadaka zenu, bimaana ya zaka zenu, mtu wa kwanza kabisa anayestahiki katika watu wanane, lilfuqara. Nambari moja mwenye kustahiki zaka ya wenye zaka si wengine ni mafukara wa Kiislamu, mafukara wa Kiislamu. Kisha Allah akasema walmasakin, nambari mbili katika wanaostahiki zaka ni maskini mbalimbali. Mtu wa tatu walamilina alaiha, na wale wenye kuzitumikia wakazisimamia wakazisambaza na kuzipeleka kwa watu wake wenye kustahiki. Mtu wa tatu ni yule anayetumikia ile zaka. Kwa nini Allah huyu amweke? Kwa sababu asipopewa chake atachukua cha kwake mapema na atajisapia. Na ndio maana Allah akasema wasimamizi wa baitul mal, wasimamizi wa baitul zaka, wanaozitumikia zaka, wanaosimamia zaka, na wao wana fungu lao, ili wasije wakachakachue ile zaka, ili wasije kuja kufanya khiana, ili wasije kupata tamaa wakashindwa kufikisha zaka kwa wahusika wake. Ama mtu wa nne, walmuallafati qulubuhum, na katika kutia nguvu nyoyo za wale waliosilimu, ambao baada ya kusilimu wakanyang'anywa kila kitu huko kwao. Pengine walikuwa na maisha mazuri, wakatengwa, wakanyang'anywa, wakaanza alifu kwa kijiti. Allah anasema walmuallafati qulubuhum, na wale waliosilimu au wanaotarajiwa kusilimu, wapeni katika mali ya zaka ili kutia nguvu katika nyoyo zao, ili waendelee kuupenda Uislamu, kushikamana na Uislamu. Ama mtu wa tano, wa firriqab, zaka zenu zichukueni, nendeni mkawatafute watumwa mbalimbali, ili mkawanunue kwa mali ya zaka, kisha muwaache huru kwa ajili ya Allah. Ama mtu wa sita, walgharimina, na wenye madeni, walipiani madeni yao kupitia mali ya zaka. Ama mtu wa saba, wa fi sabilillah, mali ya zaka musupport wanaopigania dini ya Allah. Na mtu wa nane, wabni sabil, wale wasafiri mbalimbali waliokatikiwa njiani, pesa zao zimewaishia, budget imekata, wako ugenini, walikotoka ni mbali, wanakoelekea ni mbali. Allah anasema wasafiri mbalimbali waliokatikiwa njiani muwape katika mali ya zaka ili waendelee katika safari zao. Hawa ndio watu wanane wanaostahiki mali ya zaka. Kisha Allah akasema faridatan min Allah, hii ni lazima kutoka kwa Allah. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi mno na mwenye hikma mno. Ni mara ngapi zaka yako imeweza kuwafikia watu wote wa aina nane aliyowataja Allah? Sisi leo zaka zetu tunapeana kwa kujuana, zaka zetu tunapeana kwa kupendeleana, zaka zetu tunapeana kinyemela. Fahamu ya kuwa sheria ya dini inasema baba yako mzazi haram kumpa zaka yako, mama yako mzazi haram kumpa katika zaka yako, mke wako, watoto wako, ndugu zako wa damu ambao unawafaa mara kwa mara ni haram kuwapa katika zaka yako. Kwa nini? Kwa sababu hawa wanakutegemea.
masrufu zao, masulia zao ziko juu yako. Kwa kuwa wewe ni mfanyabiashara mkubwa, hautokubali baba yako alale na njaa wala mama yako alale na njaa. Watoto wako wanakutegemea wewe, kila kitu wewe ndio unawafanyia. Vipi wape tena zaka? Bali kuna mwana wa chuoni wa Kisaudia aliulizwa siku moja, nina mali ya zaka, naweza kumpa mama yangu mzazi? Badala ya kujibu, kajibu kwa kilio kizito sana. Shekhe amelia kupita kiasi, mpaka yule aliyekuwa pembezoni mwake anamnyamazisha. Sheikh anasema, tumefika pahala wazazi wetu tunawapa uchafu uliotokana na mali zetu. Wazazi wetu tunawapa zaka, tumewatia katika mafungu ya watu wa aina 8 wanaostahiki zaka, wakati sisi tuna mali. Murtahin, hali zetu nzuri. Mabsutin, mambo yetu mazuri, mambo yetu ni supa. Hilo pia lichukue. Ni haram kumpa mzazi wako katika zaka ya mali zako, na ni wajibu juu yako mzazi wako mtunze, umweke juu ya kichwa chako mpaka atakapoondoka duniani.